السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Insha Allah, leo hii kwa uwezo wa Allah, katika somo letu la 3 la tajwidi, tutachambua na kuangalia namna ya kusoma jina Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani tukufu. Jina hili limetajwa zaidi ya mara 2500, zaidi ya hapo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ikiwa mtu amejua kulisoma hili neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maana yake atakuwa na uwezo wa kusoma majina zaidi ya 2500 ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaliyopo kwenye Qur'ani. Maana yake ni kwamba thawabu zake zitakuwa nyingi mno. Kwa hiyo anatumia neno la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atubariki, atuzidishie elimu, hususan leo hii tukiwa tunachambua namna ya usomaji wa jina lake tukufu. Jina Allah Subhanahu wa Ta'ala, jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala kama mnavyoliona, tutaangalia kwa haraka jinsi lilivyojengeka, herufi zake na kila kitu. Kwanza kabisa hapa tunaona kuna kitu ambacho wanakiita hamzatu alwasli. Ukianzia kushoto hapa, alif au hamzatu wasl inaitwa hamzatul wasl hii, na herufi ya kwanza isiyotamkwa ikiwa inaunganishwa na neno lililotangulia. Kwa hiyo maana yake nini? Hii hamza ikiwa katikati haitamkwi, lakini ikiwa mwanzo alafu mbele yake kuna alif na lam kama hivi, sawa sawa mbele yake kuwe na shadda au hii lam ikawa na sakna, hii hamzatul wasli mara zote huwa inaekiwa fatha. Kwa hiyo hapa inatamkwa Allah. Allah. Tutakuja kuelekezana zaidi jinsi ya kutamka. Lakini baada ya hapo hamzatul wasli hii tuliyoiona, kuna herufi inayofuata hapa ambayo ndo lam. Lam ya kwanza inajulikana kama lam at-ta'rif, kibainishi. Siku zote ukiona hii lam inawekwa kwenye jina, manake hilo jina ni maarifa, ni jina ambalo linajulikana, ni jina ambalo ni mashuhuri, na pia Allah Subhanahu wa Ta'ala anajulikana na kila mtu, Mwenyezi Mungu anajulikana na kila mtu. Kwa hiyo imewekwa hii lam hapa. Kwa hiyo hapo mwanzo tutakuja kuona baadaye kwamba jina la Mwenyezi Mungu mwanzo halikuwa hivi. Kwa hiyo tunaona kuna alif na lam, alafu then kuna lam nyingine hapa, alafu kuna he. Lakini lam ya pili inajulikana kama lam al-asli, ni lam ya mzizi wa neno. Lakini pia tunaona hapa kuna shadda. Shadda kistari cha mkazo kinachounganisha idgham herufi mbili za lam. Kwa sehemu yote ile ukiona shadda katika Qur'ani tukufu au katika Kiarabu, ujue kwamba zilikuwepo herufi mbili then zikaunganishwa pamoja. Tutakuja kuona zaidi namna gani hizi lamu mbili hapa zinapatikana. Tutakuja kuona inshallah katika slide zinazofuata. Lakini wakati huo huo unaona hapa kuna hii alifu inaitwa khunjaria. Na imeitwa alifu khunjaria, ni alifu fupi kama sime inayosimama juu ya kirefusha sauti ya. Kwa hiyo hii maana yake ukiona hii alifu ujue imeitwa hivi kwa sababu ilikuwa inafanana daga kwa Kiingereza. Sijui unaweza kusema kisu, inafanana na kisu, ndio maana wakaita khunjaria. Kwa hiyo ukiona hii maana yake inabidi uvute harakati mbili. Kwa badala ya kusema Allahu unasema Allahu kama hivyo. Bismillahirrahmanirrahim. Mara nyingi unazikuta kwenye jina la Mwenyezi Mungu na sehemu nyingine nyingi katika Qur'ani. Maana yake ni kwamba inatakiwa uvute harakati mbili. Tutakuja kufundishana baadaye nini maana ya haraka. Lakini baada ya hapo kuna he, herufi ya mwisho inayotoa sauti ya pumzi. Maana yake kama mtu anasimama kwenye hii he, ataisoma namna hii: Allah, Allah, Allah. Naam, kufikia hapa tayari tushalichambua ili jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tukiendelea kwenye slide ya pili, tutaenda kujulishana ni namna gani ili jina la Mwenyezi Mungu limefikia hivi. Kama tunavyoona hapa, sema Waarabu wa zama za ujahilia walitumia neno lenye lam mbili, al-ilah. Lakini muundo wa Allah ulisanifiwa kuwa jina maalum la Mungu mmoja asiye na mshirika.
Amelieleza hili Ibn Manzur katika Lisan al-Arab. Kwa hiyo Ibn Manzur ni mwanazuoni mkubwa wa kilugha ambaye alitunga kamusi kubwa inayoitwa Lisan al-Arab katika kamusi zinazotegemewa katika lugha ya Kiarabu. Naam, kwa hiyo kama tunavyoona hapa katika hili jina kuna alif na lam, alafu kuna hamza hapa katikati, al-i la, kuna lam nyingine, alafu kuna he kama tulivyoeleza mwanzo. Kwa hiyo kuna al plus ila, then ikaondolewa hamza hii tunayoiona hapa. Kwa hiyo ikabakia alif, lam ya kwanza, lam ya pili na he. Kwa tunaona lam ya kwanza yo al ila, lam ya kwanza ina sakna. Kwa katika kanuni za Kiarabu zikikutana lam au herufi mbili, zikikutana herufi mbili zinazofanana, halafu herufi ya kwanza ina sakna, ile herufi ya kwanza inaunganishwa kwenye herufi ya pili. Kwa hiyo inafanyika kitu kinachoitwa idgham pamoja na shadda. Kwa hiyo inawekwa shadda, hii shadda inawekwa hapa kiashiria kwamba kuna herufi mbili zimekutanishwa pamoja. Kwa hiyo mbili ziliunganishwa kwa nguvu, lugha asilia ilifupisha neno hili kimakusudi mu'tajal, then likaleta uzito kwa jina hilo. Jina hili la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala likawa kama tunavyoliona hapa hivi. Kwa linasomeka badala ya al-ilah kama tulivyoona hapa likawa Allah, Allah. Kwa tunalisoma kwa uzito Allah, kwa uzito kama hivi. Kabla hatujaenda kusoma namna ya kulisoma jina la Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, then tuangalie hapa kitu ambacho tunakiita i'rabu. I'rabu maana yake ni fatha na dhamma na kasra. Kwa hiyo katika Kiarabu hizi zinaitwa i'rabu, fatha, dhamma na kasra. Kwa hiyo hizi zina mchango mkubwa sana katika kuelewa namna gani tunasoma jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndio tuzijue kwanza, ujue fatha, ujue dhamma, lakini pia ujue kasra. Dhamma iko kama wau, fatha ndio iko juu, kasra iko chini. Then tunaenda moja kwa moja kwenye uchambuzi wa matamshi ya lam katika neno la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa lamu iliyopo katika neno la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza kabisa, aina ya kwanza kabisa ya usomaji ni tafkhim, kusoma kwa uzito. Yani tafkhim neno la Kiarabu lenye maana kusoma kwa uzito. Kwa sheria inasema ikiwa neno lilotangulia linaishia na fatha au dhamma, sauti ya lamu nzito na nene, yani sauti ya lamu inakuwa nzito, inakuwa nene. Ukiachilia mbali neno giza hapa, huyu AI ameliongeza yeye kwa manufaa yake binafsi, hili hatulizingatii hili neno. Kwa hiyo inakuwa ni nene na nzito pia. Lakini wakati huo huo, mfano Allahu Akbar, tutaangalia hapa jina la Mwenyezi Mungu ambalo ni Allah limetanguliwa na fatha, kama tulivyoona kule mwanzo kwamba hamza tuliwasilikiwa mwanzo tunaiweka fatha. Kwa jina la Mwenyezi Mungu likitanguliwa na fatha linakuwa zito mdomoni. Kwa tunasema Allahu Akbar, Allahu Akbar. Then herufi iliyopo nyuma ya jina la Mwenyezi Mungu ikiwa na dhamma pia, jina la Mwenyezi Mungu linakuwa zito hivyo hivyo. Kwa hapa tunasema Rasulullah, Rasulullah, na sio Rasulullah, Rasulullah. Ukisoma hivyo unakuwa umekosea. Unatakiwa usome Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Rasulullah, Allah, na sio Rasulullah. Ukifanya hivyo unakuwa umekosea. Kwa hiyo hii ndo sehemu ya kwanza ambayo jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala linatamkwa kwa uzito. Kwa hiyo usisahau kanuni. Kanuni inasema herufi iliyopo nyuma ya jina la Mwenyezi Mungu ikiwa na fatha au dhamma, then jina la Mwenyezi Mungu linakuwa zito mdomoni. Twende kwenye sehemu ya pili. Sehemu ya pili ni tarqiq, kusoma kwa ulaini. Sheria inasema ikiwa neno lilotangulia linaishia na kasra, sauti ya lam inakuwa nyepesi, laini na nyembamba.
kwa inakuwa soft and thin. Mifano bismillah, bismillah. Kwa tunaona jina la Mwenyezi Mungu hili hapa, lakini herufi iliyopo kabla ya jina la Mwenyezi Mungu ni mim na inayo kasra. Kwa hiyo hapa moja kwa moja jina la Mwenyezi Mungu linakuwa jepesi mdomoni. Bismillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Huu ni mfano wa kwanza, lakini mfano wa pili ni huu hapa. Tunaona kabla ya jina la Mwenyezi Mungu Allah kuna lamu yenye kasra. Kunakuwa lillah, lillah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillah, lillah, kama hivi. Kwa jina la Mwenyezi Mungu limetanguliwa na kasra, jina la Mwenyezi Mungu linakuwa jepesi mdomoni. Na mtu asije akasoma labda bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Hata kama una sauti nzuri kama Abdul Basti, Abdul Samad, utahesabika umekosea. Nahesabika pia hujapitia kozi ya tajwidi. Kwa hiyo maadamu ushapitia kozi ya tajwidi sasa hivi, nyuma ya jina la Mwenyezi Mungu ukiwa na kasra, jina la Mwenyezi Mungu linatamkwa kwa wepesi mdomoni. Bismillah, bismillah. Naam. Kwa takeaway yetu leo cha kuchukua cha kwenda nacho ni utamkaji wa neno hili hutegemea muktadha wake wa kifonetiki na kuifanya ibada ya usomaji tajwidi kuwa na nidhamu kali. Kwa hiyo jina la Mwenyezi Mungu halisomwi tu kama vile mtu anavyopenda, bali kuna utaratibu maalum. Then sasa hivi sehemu ya mwisho kabisa tunaenda kwenye hatua ya mwisho kwenda kusoma, kuangalia mifano kutoka kwenye Qur'ani tukufu. Kama tunavyoona hapa. Baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Kwa sehemu yetu ya kwanza ni hii hapa. Kwa cha kwanza kabisa cha kukitafuta ni jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ndo somo letu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu tunaliona hili hapa. Lakini pia cha pili unaangalia herufi iliyopo nyuma ya jina la Mwenyezi Mungu. Je, kumbuka hii hamzatul wasli hapa haihesabiki kwa sababu hamzatul wasli ipo katikati. Lakini kama mtu anaanzia hapa hivi, then hamzatul wasli wakati huo itahesabika kwa sababu itakuwa imewekewa fatha, then itakuwa Allah. Allah. Lakini kwa vile ipo katikati, then hamzatul wasli inaanguka, haizingatiwi. Kwa inakuwa min indillah, min indillah. Naam. Kwa unakumbuka kabisa kwa mujibu wa kanuni, nyuma ya jina la Mwenyezi Mungu ukiwa na kasra, maana yake jina la Mwenyezi Mungu linakuwa jepesi mdomoni. Naam, twende ili tusichukue muda mrefu, twende kwenye mfano haraka. Hapa inasema fala'natullahi 'alal kafirin. Nikuulize, je, jina la Mwenyezi Mungu hapa ni jepesi au ni zito? Naamini kabisa umejibu ni zito. Kwa sababu gani? Kuulize tena wewe mwenyewe kama msikilizaji na msomaji, kwa nini jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala limekuwa zito hapa? Naamini kabisa umesema kwa sababu nyuma ya jina la Mwenyezi Mungu kuna herufi yenye dhamma ambayo ni te hapa marbuta, te iliyokunjwa ina dhamma, hivyo jina la Mwenyezi Mungu linakuwa zito mdomoni. Kwa tunasoma fala'natullahi 'alal kafirin. Vizuri. Twende kwenye sehemu ya tatu na ya mwisho. Tuanzie hapa. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzala Allah. Naam. Hapa tuna jina la Mwenyezi Mungu, tumeliona. Lakini niambie wewe mwenyewe, jina hili la Mwenyezi Mungu linasomwa kwa uzito au kwa wepesi? Naam, nami umejibu linasomwa kwa uzito. Kwa nini? Naam, kwa sababu vizuri kabisa. Kwa sababu nyuma ya jina la Mwenyezi Mungu kuna lam na lam ina fatha, hivyo jina la Mwenyezi Mungu linasomwa kwa
kwa uzito. Bima anzala Allah. Naam, kufikia hapa tumefikia mwisho wa somo letu la leo. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie wepesi katika kutendea kazi. Kwa imebakia kwako kwenda kufanyia mazoezi somo hili ili liweze kukaa vizuri na kujichumia thawabu nyingi, na hatimaye kufikia level ile tuliyosema kwamba malaika watahudhuria na wewe, ili kuweza kusikiliza Qur'ani yako nzuri kabisa. Mwenyezi Mungu atubariki sote na atujalie katika wale watakaofuzu pepo yake tukufu. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.